zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu uliyeweka maagizo yote ya sheria takatifu katika upendo wako na kwa jirani, utujalie kuzishika amri zako, tupate kustahili kufikia uzima wa milele. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na
yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohane amefufuka katika wafu, na wengine ya kwamba Eliya ametokea, na wengine ya kwamba mmojawapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohane nilimkata kichwa, basi nani huyu ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumwona. Neno la Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Huyu mfalme Herode alisikia habari za Yesu Kristo zikienea kote, na alitamani kumwona Yesu, lakini yeye alikuwa mtenda dhambi. Kumbuka kwamba alikuwa amemwoa mke wa ndugu yake Herodia, na Yohane alikemea jambo hilo, lakini hakusikia, ikampelekea kumuua Yohane. Na sasa anasikia habari za Yesu. Hizi habari zinamchanganya. Anajua kwamba Yohane alimuua, lakini watu wanaona kwamba matendo ya Yesu ni kama ya Yohane. Hivyo basi anataka kujihakikishia kwamba Yohane kweli alikufa na huyu mwingine, ila alikuwa amesikia habari ya Yesu, ameujiza kazi zake, na alitamani sana kumwona Yesu. Lakini kilichomzuia ni kwamba ni dhambi zake ambazo inaonekana alikuwa na wasiwasi na hofu ya kubadilika, asije akamwona Yesu akamsikiliza akabadilika. Alisikia habari, lakini hakufanya bidii ya kumwona Yesu. Alikutana na Yesu tu wakati watu walimleta kwake ili ahukumiwe. Kwa hiyo alikuwa anasikia habari ya Yesu, anatamani kumwona, lakini anakosa ujasiri kwa kumwona Yesu. Anakosa ujasiri kwa sababu anaogopa habari hizi ambazo kama za Yohane ambaye alikemea dhambi yake, alikemea maisha yake. Aliogopa kwamba akikutana na Yesu anayefanana na Yohane atakemea maisha aliyokuwa anaishi na atabadilika. Hivi ana hofu, hataki kwenda kumwona Yesu, anaogopa kwa sababu kama mfalme ana uwezo wa kusema ninaenda kumwona. Mfalme anaweza kumwona Yesu wakati wote, lakini kwa hofu ya kubadilika hakuweka bidii, hakufanya juhudi yoyote kwenda kumwona Yesu ili asibadilike. Mimi na wewe pia tunaweza kuwa tumetenda dhambi, tumeijua hii ni dhambi, tunajua tukienda katika sakramenti ya kitubio tutatubu dhambi, na kwa kutubu dhambi tunaonyesha kwamba tumeamua kuacha dhambi hiyo, tumeamua kubadilika. Lakini tunaogopa kwenda kwa Yesu wa Ekaristi, kwenda kwa Yesu wa kitubio, Yesu wa msamaha, kwa sababu baada ya kusamehewa dhambi zetu tuna wajibu wa kubadilika, tuna wajibu wa kuacha. Hivyo basi tunaamua ni bora tusiende kitubio, kwa sababu tunaogopa baada ya hapo tunahitaji kubadilika, baada ya hapo tunahitaji kuacha dhambi, baada ya hapo tunahitaji kuanza upya, kuacha maisha ya zamani. Kwa hiyo tunaamua ni bora tusiende kitubio. Tunaogopa macho ya watu, tunaogopa kubadilika, tunaogopa kuacha marafiki ambao wakati fulani hao ndio wana vishawishi tunaingia kwa dhambi. Hivyo kwa sababu hiyo
tunakuwa kama Herode. Tunatamani kumwona Yesu, tunataka kumwona Yesu. Tunajua tumefanya dhambi kama Herode alikuwa anashtukia wenyewe, lakini ujasiri wa kuenda kwa Yesu ili dhambi zake zisamehewe, aache, inamaanisha kwamba angeenda angeambiwa kwamba aache dhambi hiyo, na inamaanisha kwamba aachane na huyu mke wa ndugu yake. Hiyo basi anakuwa hataki kwenda tena, anaogopa, ana hofu, hataki kuacha maisha yake ya zamani, maisha ya damu, hivyo haendi kumwona Yesu. Anabaki kutamani, anabaki kutaka, lakini hawezi kufanya hatua yoyote. Wewe na mimi pia tunakuwa wakati mwingine hivi, wangapi kuna dhambi, lakini hatuweki bidii, hatuamui kwenda kwa sakramenti ya kitubio, kwa sababu nitaambiwa na padri ubadilike, uache mahusiano, uache mtu fulani, huyo rafiki ambaye anakuosha achana naye, huyu mama ambaye umekimbia naye achana naye, huyu mama ambaye unaenda tunafanya mchepuko naye achana naye. Unajua ukienda kwa padri anakuambia achana hiyo, hiyo basi unabaki kutamani kwenda kwa sakramenti ya kitubio, lakini huendi. Unabaki kutaka, lakini hutaki, kwa sababu unaogopa utaambiwa acha, na hutaki kuacha maisha ya namna hiyo. Hivyo basi tunabaki kutamani kama Herode, na hivyo basi inamaanisha hatubadiliki, tunaendelea kuishi kwa dhambi, tunaendelea kutamani tuache dhambi, lakini hatutamani, hatuendi, hatufanyi hatua. Hatua ya kwanza ni muhimu sana. Hatua ya kusema leo nakuwa na ujasiri, Mungu nipe neema ya kwenda kwa sakramenti ya kitubio. Tunahitaji hiyo neema. Tunahitaji neema ya kuwasikiliza rafiki zako. Tunahitaji neema ya kuachana, kublock watu ambao labda wanashawishi, tublock kwa simu zetu, tuache mawasiliano na wao. Tunahitaji ujasiri. Tunahitaji ujasiri wa kuacha mahusiano ambayo si mazuri. Tusibaki tunatamani, tusibaki tunataka. Tutake, lakini tuweze kufanya hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ni kutafakari dhambi zetu na kuenda kwa kitubio. Na katika kitubio tutashauriwa, na tukishauriwa tuache, basi tutaacha. Tutakuwa tumepata neema. Mambo muhimu katika sakramenti ya kitubio tunapoenda sio kusamehewa dhambi. Ndio tunasamehewa dhambi kweli, lakini katika msamaha wa dhambi, katika kitubio cha moja kwa moja na padri, ni kwamba atakushauri uache nini ili uepukane na dhambi hiyo. Acha kitu gani ili hii ambayo ni kishawishi, ukiachana nacho basi dhambi hiyo utaachana nayo. Ni wajibu wa padri kushauri kwamba ulitenda dhambi hii katika mazingira gani? Nilitenda kwa sababu nilikuwa nimelewa. Haya basi achana na ulevi, achana pombe. Nilifanya hivi kwa sababu nilikuwa naenda nje, nimesafiri bado na mwenzangu. Basi jitahidi unaposafiri safiri na mwenzako. Ama kama naishi mbali, jitahidi basi Mungu akibali uweze kurudi kuishi karibu na mwenzako. Utashauriwa, na hiyo ndio neema ya sakramenti ya moja kwa moja. Si kwamba takuja tu hapa nisome na mungamia Mungu Mwenyezi nani ndugu zangu na unajua inaisha hivyo. Hapana, katika sakramenti unashauriwa ni nini ufanye. Labda hujui nini kinasababisha kujipata unarudia dhambi hiyo, unahitaji ushauri, na hiyo ndio kazi inayofanyika katika sakramenti ya kitubio. Unashauriwa utaacha namna gani dhambi, kwa sababu dhambi mara nyingi tunapotenda dhambi au jasimama tunaukatenda, kulikuwa na mambo msurubu wa mambo fulani yaliyofanya hadi ukafikia pale. Kwa hiyo unapotenda dhambi na kuenda kwa sakramenti, padri atakuuliza maswali. Mara nyingi watu wengine hawapendi kuulizwa maswali katika sakramenti ya kitubio, lakini nia ya kuuliza maswali ni kutaka kuelewa zaidi, na nikielewa zaidi nitaweza kujua chanzo ya dhambi ni nini. Chanzo kiko wapi? Chanzo si kutenda dhambi ya uzinzi tu, kuna mahali chanzo chake, na hiki chanzo ndicho tutaweza kushauri kusema basi achana na hiki, basi toka huko, basi amia huko, basi fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Na ukifanya hiki, basi utakuwa umefanya nini? Umeweza kuondoka katika kile chanzo, na ukiondoka katika kile chanzo, basi utaweza kupata neema ya kuacha
itakusaidia uache namna gani, nini ufanye ili neema za Mungu ziweze kukusaidia. Hii ndio kazi katika sakramenti ya kitubio. Hiyo basi tunapata neema katika sakramenti hiyo. Watu wengine wanasema nimetubu dhambi, mbona bado dhambi inajirudia rudia? Hapana, hata ukijirudia leo, kesho, rudi kule, kwa sababu katika sakramenti hiyo tunapata neema. Tunapata neema sio tu kwamba nitaacha, unaweza ukaenda ukatubu na kesho ukarudia, lakini rudi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna neema tunazopata tunaporudi kwa sakramenti ya kitubio mara nyingi iwezekanavyo. Ni heri mtu ambaye anajua kwamba anatambua kwamba amefanya dhambi, anarudi kukiri na kusema asamehewe, kuliko yule anayetenda dhambi bila kujua kwamba anatenda dhambi, na hivyo kama hajui hawezi kwenda kufanya kitubio. Basi ndugu zangu, usibaki kama Herode ambaye alitaka kumuona Yesu, hakumuona Yesu. Tunataka kumuona, tufanye hatua. Fanya hatua ya kwenda kumsikiliza, kwenda kwa sakramenti ya kitubio. Tufanye hatua, tuweke hatua, na tukifanya hivyo basi tutaokolewa. Ila sivyo tutabaki kama Herode ambaye alitaka kumuona Yesu, lakini kwa sababu hakumuona Yesu hakubadilika, hakumwacha mke wa mwenzake, na hivyo anaendelea kuishi katika dhambi. Tunapogundua tumetenda dhambi, tufanye hatua, tutake, lakini twende, na tukienda tutasamehewa, na sio msamaha, tutapata neema ambazo zitatusaidia kuishi maisha yaliyo matakatifu, maisha ya wokovu wetu. Tumsifu Yesu Kristo.
Bwana, uwe radhi kuvipokea vipaji vya taifa lako, ili hayo wanayoungama kwa imani na uchaji wayapate kwa njia ya sakramenti za mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni wema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kama vile ulivyowaumba wanadamu wote kwa njia ya mwanao mpenzi, hali kadhalika katika yeye uliwafanya upya kwa wema mkuu. Kwa sababu hiyo, kwa haki viumbe vyote vinakutumikia, na wote waliokombolewa nawe wanakusifu pamoja kwa ibada, na watakatifu wako wanakuhimidi kwa moyo mmoja. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakuadhimisha, tukikiri siku zote kwa kuimba kwa furaha: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jambo moja. Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo 14 na askofu wetu mkuu Beatrice Nyaia, askofu msaidizi Kigozi na wakilelo wote.
ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kupitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya Mungu, tunathubutu kusema: Baba yetu Bwana, tunakuomba utuokoe katika mambo yote, tujalie kwa imani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tufadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaacheni amani yangu nawapa. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani ya umoja kama ilivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mama kondoo, tazama ndoa ya mbinguni, heri yao walio kwenye karamu ya mwana-kondoo. Ee Bwana, sistahili kuingia kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itakuwa. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima milele.
tuinua kwa njia ya misaada yako ya siku zote, ili tuyapokee matunda ya ukombozi katika mafungo na katika mwenendo wetu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa baraka na msamaha kwa changamoto ya mitambo yetu, tulikuwa tunaifanyia kazi kuanzia asubuhi, lakini muda umefika wa misa tulikuwa tujamaliza, hivyo tutaendelea kesho tuhakikishe kila kitu kiko vizuri. Tulikuwa tumeambiwa kwamba kule nyuma watu hawasikii vizuri. Sijui kwa misa hii kama mmesikia vizuri kule nyuma. Tunasikika? Tuko vizuri? Asante. Kesho tutaendelea kurekebisha zaidi ili kuhakikisha kila mtu anasikia na hatuna usumbufu tena. Bwana awe na